Buk mar Joshua mawada wuoye matin. Kitabu cha Joshua ndio tunazungumza kidogo. Kapok Joshua odonjo e paro, Kabla Joshua hajafika kwenye hekima, kapok Joshua omi jukumu, kama Joshua hapo amepatiwa jukumu, nitie ng'ama neni eloch. kuna mwenye alikuwa uongozini. Agombo napar na ng'ato gimoro matin. Nataka nikukumbushie mtu fulani kitu fulani. Mana kuom thuolo matin. Katika nafasi fupi, Nyar Farao, binti wa Farao, mane odhi luokore e aora Nile, ambao alienda ili akajiogelea katika mto wa Naili. kaeto kwanyo Musa. Baadaye akaokota Musa. Bedo ni ne en gi pek mar nyuol, Ingawa alikuwa na shida za kujifungua, omiyo nochalo mana chi gweng'no ma ochwelo. ni kama alikuwa tu mke ambaye alikuwa ni mgumba katika hilo kitongoji. Nitie ngima mar pinje moko Na maisha ya familia zingine, maka intie in nyako to nyuol odagi, ambaye kama huko hapo na hujajifungua, to okawi kaka nyako, hawezi kuchukuliwa kama binti, ikawi kaka dhako moro. anachukuliwa kama mwanamke fulani. Koro nyako ni ne chalo mana chi joka Farao, Sasa huyu pia alikuwa kama mke wake wa Farao. mabende piny ochamo. Sasa alikuwa amekulwa na ulimwengu. Ng'eni Jua kuwa aora Nile, huo mti Naili, maji duto mosedhi Uganda, Kampala osekalo. ambayo watu wengi ambao walikuwa wameenda Uganda huko Kampala, En aora maduong' miweno ayo kucho, pod okala kala nyaka iye kucho, pod en aora. Mano lachne. mto mwenye upana mrefu. En aora ma e piny Egypt Yeye ukienda huko Misri, en a source mar ngima. lazima sasa ni kama mwanzo wa maisha. En source mar nyiseche mar Jo-Misri. Mwanzo ama ni ya miungu ambayo watu wa Misri wanatumia. Kendo ni en aora man Nyalam. Unamaanisha kwa ni mtu ambao watu wanatumia kama miungu. Kendo jo pinyno no believe ni ka nitie weche matek, to iyude aorano. Tena wa Misri walifahamu kufika kwa kama kuna mambo magumu angepata kwenye huo mto. Omiyo joma ondiko kata josomo Sasa wenye wanasoma na wenye waandika wacho ni samoro ne ok en luoka kaka wasomo Singine sani. haikuwa ni kuogelea tu bila tunaangalia. Samoro ne en tero alam Wakati mwingine alikuwa ni kupelekeza ama kutekeleza ombi fulani. mondo Nyasaye ni otimre nade Ili Mungu afanye nini? ogwedhe. Ambariki. Koro ka odhi e dho aora Alipoenda katika hapo kwenye mto, kama osepande Musa, penye Musa alikuwa amefichwa. ginene moro manopandecha. Katika hicho kikapu penye alikuwa amewekwa. Pastor nikabiro confirm kodi ni noken atonga kopo ni wanyalo tiyo gi dhok mar atonga. Hii kwa ni kikapu tu vile tunaweza kusoma. Nen a covenant, ark of the covenant. Ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa na maana cha ndani. Nen in single. Ilikuwa ni kitu ambacho kilikuwa na maana ya ndani yenye huwezi kuelewa. Omiyo gimoro amora manoting'e iye, Kwa kila kitu ambacho kilikuwa kimebebwa ndani, kaluwore gi Nyasaye ma joka obelieve ne miyo nyaka joma chwelo nyuol. kulingana na watu wale walikuwa wanafahamu, ilikuwa inafanya kwa watu ambao wako na Gimoro amora manoyude iye oteteni, chenye kitendo akienda kata luonge gi dholuo. sijui vile naweza kuita kwa Kijaluo. To nen gima is believed ni Nyasaye. Lakini kulikuwa ni kitu ambacho kila mtu alikuwa ameamini kwa ni Mungu. Kaito chako yude aora Nile. Alafu kapatikana kwenye mto wa Naili. En Nyasaye. Hicho kitu kilikuwa ni miungu. Nyasaye duoko penjo. Mungu sasa alikuwa amejibu swali. Emomiyo ka nyar Farao ogolo e pi, Sasa bwana binti wa Farao alipotoa kwa maji, okwanyo gimoro kogolo e ark of the covenant. alipata kitu akitoka katika hicho kitu. Machotu en oneno ni Nyasaye. Lakini yake yeye alikuwa anaiona kama ni miungu. Koro ka ogole to luonge ni Musa. Sasa baada ya kuitoa akamwita Musa. Tiende niya, Maanisha ya kwamba mogol kowuok e pi. kilichotoa kwenye maji. Mano ber simplest mwanyalo wacho. Hilo ndivyo ninaweza kulichukua katika hali ya juu. But in scenario ni, Katika hii sasa scenario, ochake ni Musa alimwanzisha Musa. nikech Sababu gani? obedo concealed through the waters. Alikuwa amemtoa katika maji. Kendo ni Nyasaye cha onene, Na Mungu huyo alikuwa kaeto keche, akalapo akamwambia, kaeto miye Musa. akampatia Musa. Mano ke wach maduong' madawuoye. Ile si mada kuu ya kuongea. En ane akelo ni wach moro niya, Nakuletea neno fulani hivi. ka Musa ni Misri, Baada ya Musa alipokuwa hapa Misri, to obedo Misri kaka Nyasaye.
Mungu. Benatulia. Je, mtu anasikia? Fanya kama kiwia. Rusha kama unani. Musa wa Misri kaka Nyasaye. Aliishi Misri kama Mungu. Kendo maana mumio, na mumio Misri. Nikechile Nyasaye tudosiri. Walikuwa wanamtukuza kwa sababu alikuwa ni Mungu katika hapo Misri. Hata yukumu maneno. Jukumu alikuwa nayo. Ne Nyasaye. Alikuwa ni kama Mungu. Maana mumio. Iposa hivyo. Musa Musa pia alifanya miujiza hapo Misri. Alikuwa ni kama Mungu. Sikiza neno hilo. Lakini ilipofika siku fulani, Mungu kanena ya kwamba alielekeza Musa na kumtembeleza. Akamwambia ya kwamba utaona tu kule nchi. Wewe hautafika kwa kutumia miguu ama watu wengi jinsi tunavyosoma hapa. Wanasema ya kwamba Musa alikuwa na hasira angefika Kanaani. Kama inaanza kuwa hivi. Musa mwenye alikuwa mwenye hasira ndio maana hakufika Kanaani. Ndiko Mariamu wacho ni kare samoro peke nitie nikech Nyasaye ok nigi mirima machalo gi Mungu akete. Waandishi wanasema kuwa Mungu hakuwa na ile hasira yenye unaweza kusema hivi. Nyasaye wuotho to gikiri Musa rawaje Musa hii ni tuambie kibere. Hii ni kwa leo ni okidhia pinja. Mtu anaweza kusema Nyasaye okienda kupara. Mungu sio vile mnavyofikiria. Kwa maana kweli ambayo nazidi Mungu sio hivyo. Mungu ni Mungu mwenye neema. Sasa sikiza. Ukienda kiundani katika uchambuzi wa Biblia hiyo ni hivi. Musa alipokuwa Misri kama Mungu, Mungu alitembea naye ndiposa akikanyaga Israeli ambao walienda nao Kanaani. Mungu alikuwa Mungu ambaye ni Muumbaji. Sikiza apeperuka. Watu wameelelea Musa. Mwabudu Musa. Sababu Musa alitoka huko kama yeye ni Mungu. Miujiza kama Mungu. Mungu akasema ya kwamba huyu ukifika na hii vile huko watu watakuabudu. Sasa utaitazama tu lakini hautaikanyaga. Wewe ulikuwa unasema ni hasira ni kama Musa vingi ambayo ilifanyika. Vingi vilikuwa tunasoma. Lakini chache kwenda kusikia. Watu wangemwabudu. Katika sabato hapa kuna watu ambao wanaabudiwa. Si kuna watu ambao wanaabudiwa. Sio lazima wako na sura nzuri. Sasa huenda kama wako nayo. Vile wanazungumza na mwenye wako nayo. Hata mzee mwenye mvi hata akija kama mtu ambaye ana miaka 27 mwenye amebarikiwa alinamisha. Alafu anamwambia mzee, mheshimiwa, huyu sasa mheshimiwa. Na majina makubwa. Hata sasa hivi anataka kuabudiwa kupitia kwa vitu ambavyo yako navyo. Hapa kutoka katika hiyo taswira. Nataka kuongelea katika kitabu cha Yoshua. Mungu alikuwa kama Musa alianza kuabudiwa. Sasa alikuwa anataka kugeuza hii uongozi.
na ujasiri. Kendo gijingo. Alafu uwe mkakamavu. Ni marim. Kwa sababu wewe. Ema nitelo na jogagi. Utaongoza hawa watu wangu. Kagi kaupi. Wakichukua ardhi. Mana sigura. Mungu alishawaandalia. Ni kweli. Wakati mababu zangu. Nina mege. Na pamoja na watu hao. Mana gichiri kendo gijingo. Watu na ujasiri na ukavu. Chikiruto. Ukipitia vyote ambayo nakuwa. Mana Musa yatichina. Musa mfanyakazi wako. Alikupea. Kikiwa chikono. Usiachi hiyo ahadi. Kibara kora cham. Toka kwenye kushoto. Hata kibara kora chui. Ukienda kuulia. Mimi bado gihawi. Ulikuwa na bahati. Popote utakapokwenda. Usisahau. Kitabu chikono. Na usiachi hiyo ahadi. Konyaka isome. Lakini lazima usome. Usiku na mchana. Alafu uone. Ufuate ahadi zote. Ambapo sasa utakuwa. Alafu utabarikiwa. Ungeze kutabarikiwa vitu ambavyo unafanya. Kumbuka vile nimeshakuwa kuelekeza. Kwa uwe na ujasiri. Pamoja na ukakamavu. Usiogope. Tena moyo wako usiwe na mimi ni Mwenyezi Mungu. Ambaye Mungu wako. Niko nawe popote utakapokwenda. Sasa unasikia. Joshua anaingia katika hiki kiatu sasa kiatu kizito. Magoni ngao. Asisi ima Musa na pima Misri. Sorry, aji loko. Yes. Viatu yenye Yesu alikuwa anafaa kuvaa. Nikienda kwa Musa alikuwa ameshatumia hapo awali. Sasa anaweza kuivaa vile ilikuwa kama Mungu alikuwa anahitaji. Musa. Sasa nataka kuwa Musa. Mungu ni Israeli. Alafu ambia wana Misri ya kwa. Ni hawa sasa ushike Torati zote. Nyasaye kode kamoro kunyambe binuro. Mungu akienda pahali hawezi kuwa na uoga. Musa na kule binuro kana Farao tena mo. Musa hapa na uoga kama Farao alikuwa anafanya nini? No, Misri gecheko. Wacha Nyasaye Misri alikuwa na ujasiri sababu alikuwa na nguvu zote kutoka kwa Mungu. Sasa wanataka kwa Yoshua. Okawoche Musa. Achukue kiatu cha Musa. Waro wake. Avae. Katini semea. Anaambia kwamba Bedigijingo. Uwe na ukakamavu. Bedigichere. Uwe na ujasiri. Kedo makchike ruto. Na shika Torati zote. Ane musomi. Hapo Musa alikupea. Makchike ruto. Shika Torati zote. Mana sayo mi. Mungu alikupatia. Bedigichere. Uwe na ujasiri. Bedigijingo. Uwe na ukakamavu. Yoshua bali lakini Yoshua mimi ni jasiri kama yanasikiza sasa hivi. Bedigichere. Kwa ujasiri. Bedigijingo. Kwa mkakamavu. Papa chike maneno sayo. Lakini kumbuka Torati ni Mungu alikupatia. Jadi mawia. Wangapi wananisikiza? Pachike maneno sayo mimi. Kumbuka Torati ni Mungu alikupatia. Neno ndio mwana miwakonjo matendo. Tulikuja ili tukumbuke watu wadogo. Yependo. Watoto wadogo. Bedigichere. Kwa na ujasiri. Gijingo. Kwa na ukakamavu. Utapigwa pia na hawa wazee wa kanisa kule viboko. Lakini Mungu anasema kwamba uwe mjasiri. Uwe mkakamavu. Lakini Torati za Mungu lazima ushike. Tena uyatafakari. Wangapi wananielewa? Yadima winja. Wangapi wananielewa? Yadima winja. Uyakumbuke. Uweke kwenye roho yako. Hapo utakapotembea. Yakumbuka mara kwa mara. Kwa sababu wale wapenda watoto. Aliuko hivyo sasa alikaa sana bila kusonga. Ni mana koro jupunja punjo wa jomunge kareka la jaigini paka deke ni jareja class do mana die kama na miaka 13 kwenye kuelekea darasa la Rangers class na mabude hiyo darasa alikaa hapo mani ya kan jareja miaka inapita tu ni baada ya kufa mwe kwa mara alikuwa na haya zaidi yo ile tana no kakuketa higi watu wa miaka 11 ni kuwekwa kwao tujitete chichikoda watu wote watanishangaa kora neno paka deke betuku sana miaka 13 iko sawa koro higani bi jareja sasa miaka isonge kwa mali punja bakia mawili na nitie wale pia ingani kwa jareja mwako unasonga bado niko hapo reja ni nani au hii ngani akakapo hadi miaka 5 Kemanya watimu ni maricho bila timu na aja mchiko hapo na gikoni na nama mwili
chiki. Alikuwa anafanya hivyo kila kile alikuwa anatarajiwa. To nasiku makaparo. Lakini alikuwa anazidi kuelewa. Kaka odwa ile nyumba yao ilikuwa. Mama wangu, baba wangu ni noketo wa misingi moro. Wazazi wao waliotia kwenye msingi fulani. Baba watu nokdei. Baba yake hapo anaenda kamwe. Moja Anglikana. Alikuwa Anglikana. Kwa moja Anglikana. Sasa pia tulikuwa Anglikana. Kwa mama wa pondo de kanisa. Sasa mama yake alikuwa anajificha na kuelekea kanisani. To chik moro to ni odwajire to nola chunyande. Sasa kulikuwa na hukumu hapo nyumbani kwetu. Ideni situ gwedego mipira na kuura mokani ngeni nyatichi yeme sasa. Ka. Magari hichi umepiga mpira umecheza na kurudi. Na ticha kama kichunge. Kila mkashida toengo, to chungo be manorumu. To shida tengo. Shida bado. Kiriki kinabebe. To bebe kwa ndio mara nyingi. Angezidi tu kula. Mwachi yemo, ni mwachi yemo. Maji kukao kwa dala. Angeche hapo lele jitahidi no. Umri kila mtu huwa anakula hivi. Wala situ wasema mpira hiyo. Baada ya kucheza tumwa tu kama mtoto. Chema mimi ndo kadumchie. Sasa chakula hapo nasikia kama harufu inaingia. Ndio kama mwandichie. Badala yako kula. Ukikoko japa Kenya sai. Mera mayai. Alafu anahubiri. Ongea nini kwa ndachia? Ugali wamefunika tu hapo. Kuna mayai wote wa injili. Ndio, ole tunyima kana hiyo. Ini to kuntuwe. Sasa humu ya. Kero wewe wewe akasoma vitabu. Abu wewe sio ile na bado uko na njaa. Kwa nini yeye anakopoliwa nguro? Sasa unamtazama hivi. Lakini wewe ungetongee. Baki ni bitime. Chikona mako nyuma. Yeye nditusaidia. Kivi ndio kama mausi kuni elwe na mapralio kangwe. Kama maana to ni Yesu. Rumeba atare takeka. Inengi mana makwere. Miagabi itake donde. Niketena. Ya wiko sasa yeye anasoma Biblia mpaka elekeze. Wikuno sasa kwa Timotheo. Tanechuno. Sasa ugali ushaanza kuingiwa na ukoko. Awacho ya bali kile makige. Sasa kwa fikiria na utayafakari. Mungu Yesu. Jina la Yesu. Na wabiro mwana wafanye matendo. Tulikuja ili kumsaidia hawa watu wadogo. Kero okwada konyo ge tonya. Tena tunataka kuwasaidia tu. Tuwada konyo ge nyaka yoro menda. Tunataka kuwasaidia hata katika njia ya matoleo. Gimai konyo godo nyathi. Jenye kusaidia hawa watoto. Okola. Kijapotea. Kamanchi sani. Penye niko sasa hivi. Ng'eyo ni gimai konyo godo nyathi ubro paro. Anafahamu kuwa mzee na mtoto atazidi kukumbuka. Konywa gik ma itimo godo kamacha. Saidia na vitu ambavyo inafaa tuwafanye nayo hivyo. Mondo wapar na